Tunaomba Mama Samia atusaidie pia kwa jambo hili. Hiyo tulikuwa tunasikia mikoa mingine huko, leo inakuaje nafika kwetu. Ila ninaomba Mama Samia nisaidie kuhusu mjukuu wangu. Na pia tunaiomba vyombo vya habari mtusambazie habari zetu kwa wakati ili tuweze kusaidika kwa jambo hili lililotukuta. Wakasema kwamba wao ni madaktari, wanataka wachome watoto chanjo, na ilikuwa ni watoto ambao ni waliotoka kuzaliwa tu. Wakawa wanauliza jinsia ya watoto, wanauliza kila mtoto ni jinsia gani. Wakasema kwamba wanaenda kuchoma chanjo, wakamchukua mtoto, wakasema na wengine wajiandae waje wachukue watoto waende wakawachome chanjo. Nimekaa baada ya muda hamna mtu anayerudi. Kiukweli mimi ninachokiomba ni mtoto wangu tu apatikane. Na alafu pia madaktari wanasema kwamba wanaweza kuniruhusu mimi siwezi ondoka hapa bila mtoto wangu. Kwa hali halisi ya wananchi wangu, kwa kweli walilichukulia suala hilo kwa kweli kwa mshtuko mkubwa sana, kwa sababu halijawahi kutokea. Ndio maana hata unaona wako wengi hapa wanaozunguka hapa wanafuatilia jambo hili, swala hili kwamba limekuwa kwaje, jambo hili limetokeaje, kwa sababu halijawahi kutokea na wengine hawajawahi kusikia. Kwa majina naitwa Dr. Madama Hussein, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Babati. Kwa jana limetokea tukio ambalo sio la kawaida la mama kuibiwa mtoto. Huyu mama anaitwa Rahma Mpinga Mlai, miaka 19. Na huyu alikuwa ni mtoto wake wa pili. Mtoto wake wa kwanza na umri wa miaka 4. Na huyu tu ndio alikuwa amezaliwa mtoto wa kike. Kwa hiyo ilitokea kwamba muda wa saa 3 watu wasiojulikana, ikiwa ni mwanamume na mwanamke, na yule mwanamume walijitambulisha kama ni watu wa huduma, walieleza kwamba walikuwa na lengo la kutoa huduma za chanjo kwa muda ule wa saa 3, ambao kabisa ni kinyume ambacho cha utoaji wa huduma katika vituo vyetu. Na walimchukua pamoja na kwamba kulikuwa na watoto wengine na mama wengine, watoto wao ambao walikuwa tayari wameshajifungua katika wodi ya kina mama baada ya kujifungua postnatal ward. Kwa hiyo walimchukua, na baada ya muda, baada ya risali moja, mama aligundua kwamba mtoto harudishwi, na ndipo alitoa taarifa kwa wauguzi waliokuwepo. Matukio haya kunaendelea kutuamsha zaidi pia kuchukua hatua kwa maeneo mengine, kuzingatia mazingira ya kiulinzi na kwa maeneo yote, licha ya kwamba taratibu zipo, lakini tunadhani pia tutaendelea kusimamia katika maeneo yote ya serikali, lakini pia na jamii kwa ujumla. Wito wangu kwa wananchi wawe wastahimilivu. Jambo hili limeleta huzuni na mshtuko mkubwa. Tangu nimeingia hapa nimekuta jamii ya wananchi kutoka kwa kijiji husika wamekusanyika hapa. Nimetaka watupe ushirikiano katika mazingira haya na kuleta ustahimilivu. Ninawaahidi hilo, na serikali iko kazini, kwa sababu kazi ya kwanza serikali ni kulinda usalama wa watu.